Leo nitakuonyesha namna ya kufungua document mpya ya Microsoft Excel kwa namna 3. Twende tukaone. Namna kwanza kabisa ni katika desktop hii hapa kwenye screen yetu, tuta right click, tutaenda kwenye sehemu ilipoandikwa new, uta click hapa kwenye new, itafunguka menu mpya. Ikishafunguka menu mpya utaenda kwenye Microsoft Excel worksheet. Ukisha click tu pale itatokea document mpya ambayo utatakiwa uirename. Kwa tutaenda kuirename. Primarily au by default Microsoft huwa wana name document mpya ya Excel kama new Microsoft Excel worksheet. Kwa pale tunabadili jina, tutaandika sample sababu tunafanya kama ni sample. Hapo unakuwa umesha create na umesha name. After that unaifungua. Tasubiri kidogo ifunguke. Baada hapo tayari tunakuwa tumefungua Excel sheet mpya. Hiyo ni njia ya kwanza. Ama njia ya pili ya kufungua document mpya ya Microsoft Excel ni kutoka kwenye application ya Microsoft Excel. Tutaenda kwenye search hapa, itakufunguka menu ya search, tuta search Excel. Baada ya search itatokea application hapa, uta click application ya Excel. Ikishafunguka itakuja window kama hii hapa ambapo kuna sehemu hapa pameandikwa blank work document, billing statement, blood pressure tracker, expense report, loan amortization, personal monthly budget na kadhalika nyingi. Sasa sisi kwa siku ya leo tutafungua blank document. Kwa uta click kwenye blank document na automatic itakuwa imefunguka blank document. Baada ya hapo unatakiwa kusave kazi yako ili usiweze kuipoteza. Namna kusave, utakuja uta click kwenye file, utaenda kwenye save as. Baada hapo utachagua location ya kusave. Tutasave katika this PC, alafu kwenye desktop kwa sababu tayari tulisha save sample 1, hii tutaisave kama sample 2. Tutaandika sample to save na ukiminimize hapa. Ukisha save kama sample 2 unaikuta kwenye desktop screen hii hapa. Namna ya tatu na mwisho ya kufungua document mpya ya Microsoft Excel kwa siku ya leo ni kutokea kwenye document yenyewe ya Excel. Ukiwa katika document ya Excel unaweza ukafungua Excel mpya kwa kutumia shortcut Control N. Ukibonyeza Control N automatic inafunguka document mpya kama mnavyoona hapa. Document yetu ya awali ilikuwa imeandikwa sample 2 tunavyoona hapa, lakini document yetu mpya ina book 2. Baada hapo utainame kwa kwenda kwenye file kisha save as. Baada hapo location this PC, desktop, then tuna save kama sample 3. After that document inakuwa imekuwa saved kama sample 3, na tukija hapa kwenye desktop yetu tutaiona sample 3 hii hapa. Kwa hizi ndizo namna 3 za kufungua document mpya katika Microsoft Excel. Pata vitu kama hivi, subscribe kwenye channel yetu kwa kuclick button ya subscribe hapa, na kama umependa video please like, comment na share kwa wengine kwa ajili ya kujifunza. Thank you.